Mwalimu unapatia kuyapiga. Sasa mimi kama mtu mtamu nipatia kunde kwa Jeremiah chapter 17 verses number 1. Jeremiah chapter 17 and verses number 1. Jeremiah 17 and verses number 1. Kitendo chenye mwalimu anafanya hiki ni kitendo cha kiunabii. Ambacho kama mtoto wako nimwacha nyumbani na ndio utakasirika, lakini sasa nipe Kiingereza tafadhali. Kiswahili nasomea nyumbani. Ana watoto wameongea kwa Kizungu, wanaimba Kizungu. Mambo yote wamefanya kwa Kizungu. Na chozi imekuwa kilitoka, maana ni safari mrefu. Kwa Bwana amenifikisha na kuonyesha kwenye naenda. Sijui kama kuna mtu hapa mbali kwa siku moja tulikuwa na anniversary. Mtoto wangu mmoja akatoa shairi mpaka akalia. Sijui kama tulikuwa na mtu kwa hiyo. Hali inanionyesha kwamba hii ni wageni. Na kila mahali penye Mungu ananifikisha na kunipeleka na sababu yake. Watoto wakati walipozungumza na sika kwa nikiona kawaida. Na kuna kitu Mungu alikuwa anazungumzia kwa nifanyie ambacho nataka kukifanya. Watoto wanaweza wakazaliwa, mama akatamka maneno mabaya kwa sababu ya usumbufu wa mtoto, baba akatamka maneno, jirani akatamka maneno, mwalimu akatamka maneno, na yale maneno ikaandikwa. Jambo na hekima yenye mwalimu huyo amekuwa nayo ya kuleta kalamu ya kwamba niombe nazo kisha nipatia watoto ni jambo la kiunabii. Maanake kitu ambacho kinachorwa na kalamu huwa kifutiki. Kuna some of the people here, maisha yako yalichorwa, yaliandikwa, na ndio maana umejaribu kubadilisha lakini hayabadiliki. Umejaribu kuyageuza lakini hayageuzwi. Kuna mtu katika madhabahu ya giza alichukua kalamu na akapatia mtu mmoja ambaye alikuwa amepeleka familia yake ama alipeleka wewe, na akamwambia chora unavyotaka itakuwa, na akachora. Ndio siku moja maandiko nasema Mungu akamwambia Yeremia kuhusu mji wa Yuda, kwa sababu ya mambo ambayo ilikuwa imepata Yuda. Yuda ni nyumba ya mtoto, nyumba ambayo imepatikana kwa mtoto ambao ni Yakobo mwana wa Isaki na Ibrahimu. Yuda ni mtoto wake. Yuda ndio uzao wenye Kristo amezaliwa ndani. Lakini hata kuangalia na mimi katika maandiko yako Yeremia 17:1. Wote kabla Yesu hajakuja kuzaliwa katika nyumba ya Yuda hii ulikuwa Yuda ndiye mtoto ambaye mamake alipomzaa katika Genesis 1 kunasema akamwita Yuda, inamaanisha praise, sifa. Lakini kuna mtu alikuwa amemngojea. Kuna nguvu zilikuwa zimemngojea. Kuna mamlaka alikuwa amemngojea. Ndio maana maandiko nasema katika Kiingereza moja kwa sababu ya wakati, the sin of Judah is written with a pen of iron. The sin of Judah, the sin of Judah. Wacha
You may not understand the problem and things ambazo tunapitia ndani. Mambo mengi yametukumba, sihubiri nataka kuombea hizi na kisha niziweke mafuta na zingine. Wewe unaweza kosa kuelewa kinachoendelea kwa sababu wewe uliandikwa na kalamu ya chuma. Familia yako iliandikwa na kalamu ya chuma. Wakasema hata msome hakuna kitu. Hata mpelekwe shule ambazo zina pesa mingi hamtafaidika. Na ikaandikwa na kalamu ya chuma, na wakaweka sahihi ya kishetani, na wakatoa sadaka, na wakasema na iwe. Na ndio maana hata ujaribu namna gani, maisha yako yanaendana hivi na yanarudi raundi hivi. Unazungukia mahali pamoja, hauwezi enda mbele, hauwezi enda nyuma. Pesa ukisanya, unaweza kusanya pesa sana, inafika kiwango fulani. Ikishafika kile kiwango, haisongi mbele, inapunguka. Tena ikipunguka tena unaanza kujaza. Unaweza ukaibiwa, kama si kuibiwa matanga yakatokea, kama si matanga magonjwa yakatokea, ukamaliza zile pesa zote, ukibaki mkono tupu, tena unaanza kusanya vizuri. Maisha yenu, maneno ya kwenu, shida za kwenu, kung'ang'ana kwingi mnakong'ang'ana, kumechorwa na kalamu kwa kitabu na wakaweka sahihi. Leo nataka nizitie hizi kalamu mafuta, na kisha Bwana ananiambia niwape hawa watoto. Kama kuna maneno yaliyotamkwa na watu wa kwenu, kama kuna maneno yaliyotamkwa na majirani, kama kuna maneno yaliyotamkwa na walimu, kama kuna maneno yaliyotamkwa ya kwamba maisha yenu hayatawahi songa mbele, ninakuja kuhubiri, si hubiri, ninakuja kuhubiri. Bwana amenipa ujumbe wa watu wahubiri. Lakini sisi ninakuweza kalamu, na kisha Bwana mwenyewe ataitoa. Holy Father, in the name that is above every name, I anoint these pens and pencils, all of them with this anointing oil. I break every curse and every hidden word, every written word and incredible word that was created to the evil altar against these young ones. Watoto hawa walipozaliwa, maneno yaliyotamkwa na yakaandikwa na kalamu za kiuchawi, leo natia hizi kalamu mafuta haya kutangaza upako juu yake. Wanapopata watoto hawa kalamu moja kwa moja, ninafuta kila laana zinazoandamana na wao, kila mikosi inayowafuata, kila balaa inayowaandama, kila umaskini ambao umekita mizizi. Hawana viatu, hawana mavazi, hawana chakula, wanahangaika mchana na usiku, hawana malazi, mahali pa kulala hawana, makao ni shida. Mama yake anamnyonyesha tabu tu, anamnyonyesha umaskini, anapitisha mateso, anapigwa, anadharauliwa na mumewe, ananyonyesha mtoto balaa, mateso, ananyonyesha mtoto kuhangaika, ananyonyesha mtoto magonjwa. Bwana, ninaweka mikono hii katika kalamu hizi, kama vile kalamu iliyo na uwezo wa kuandika na mambo ya kuandika kakaa. Kuna watu leo wameshirika kwa sababu ya PhD degree, master's degree, degree ya kawaida, diplomas, certificate, zote zimewekwa sahihi na kalamu. Ninaokubali hawa watu kukaa kwa ofisi zenye wanakaa ndani. Baba, ninaombea mikono ya hawa watoto haitakuwa hivyo tena.
Ninaombea akili za hawa watoto hazitakuwa hivyo tena. Ninaombea maisha ya hawa watoto hayatakuwa hivyo tena. Laana za vizazi vingi ambayo inawaandaa wawe maskini kwa kuingia kwao katika huduma huu na kuungamanika kwa madhabahu haya, kwa sadaka wameitoa, kwa dhabihu ambayo wametoa, ninalaani kila laana, ninakemea kila machungu, ninakemea kila roho za umaskini, ninaondoa kila vituko vya kuzimu, ninatangaza kwa rehema za Bwana na mafuta haya, ninabadilisha maisha yao toka mdogo mpaka mkubwa. Bwana, leo hii mtoto mmoja amesimama akaongea kuhusu memories ya kwamba nyumbani mwako ataingia na furaha, nyumbani mwako atakupa sifa. Nakumbuka siku nilikuwa nahubiri katika madhabahu haya na adui akawa tayari kulinyang'anya huyu mtoto akakujiwa. Baba, ukahifadhi huyu mtoto, ukamficha mwenyewe, ukamtetea. Leo anasema Bwana katika memories ya kwamba ataingia nyumbani mwako na sifa, ataingia nyumbani mwako na shukrani. Leo hii Mfalme anaishi kukutukuza. Ninatangaza uzima katika watoto wako, natangaza afya katika watoto wako, natangaza mama walio matasa hapa Bwana, ya kwamba mwaka kama ujao, siku kama hii, wakawe na neno la kufurahia. Hizo nguvu zinazoshuka alizozikata kila mifungo, ziharibu kila mikataba, ziharibu kila mikatari. Hiyo moto unaowaka ndani ya tumbo, unaowaka kwenye viuno, ikafungue kila mfereji, kila mifereji ambayo imefungwa, kila mfuko wa uzazi ambayo imeteleza, kila yai ambayo limezuiliwa, leo nalifungua mali limezuiliwa. Ninaandika kwa kalamu hii ya kwamba hakuna tasa katikati yetu atakayeonekana. Naandika na kalamu ya chuma ya kwamba hakuna tasa atakayepatikana katikati yetu, maana maandiko yanasema ya kwamba hakuna tasa atakayepatikana. Roho ya ukumba, ondoka katikati yetu. Ninakuamrisha pepo la ukumba, funga na uondoke kwa jina la Yesu. Ninawapa mama hawa watoto, ninawapa mama hawa watoto, ninawapa mama hawa watoto, ninawapa hawa mama watoto. Bwana kawajalie watoto. Yule mtoto ambaye haoni kitu, kwa kalamu hii aenda aone kitu. Yule mtoto ambaye anaenda mchezo kwa shule, kwa kalamu hii mambo yake yabadilike, maisha yake yabadilike, mambo yake yabadilike. Ninapitisha akili iliyofunguliwa, akili inayoona mbali, akili inayosoma. Wale waliopata mashahada kubwa walipata vipi? Hivi ndivyo walivyoanza na wakazipokea, na ninapitisha kwa kizazi hiki ya kwamba kitapokea. Asante Mfalme kwa sababu umetenda. Sifa na imani ni zako kwa Kristo Yesu, na tutakuamini. Amen. Haya, nipangie wapenzili kwanza, kuja hapa kupita wakichukua penseli mikono. Bring the worship please.